Kuendeleza kwa uzalishaji wa mahindi kwa 120% kumewezesha serikali kuongeza mauzo ya mahindi nje ya nchi kwa kiasi cha tani 5.8 na mazao mengine. Hali hii imepelekea nchi kuingiza mapato yenye thamani ya shilingi bilioni 629 kwa kuuza mahindi kutoka mauzo ya tani 100,000.7 yenye thamani ya shilingi bilioni 124 msimu wa mwaka 2020-2021. Wakati manufaa hayo yakitokea, ndipo kunaibuka sintofahamu ya kuzuiwa kuingia kwa mazao ya kilimo kutoka Tanzania katika mataifa ya Malawi na Afrika Kusini, ambao ni pamoja na unga, mchele, tangawizi, ndizi na mahindi. Hilo likamfanya Waziri wa Kilimo Hussein Bashe mapema leo kuandika ujumbe kupitia mtandao wake wa kijamii kuhusu hatua hiyo, jambo ambalo limezua gumzo kwa wadau wa kilimo. Nimetoa notice na nimewaambia wafanyabiashara wa Tanzania wanaosafirisha mizigo. Mara nyingi mizigo ikienda kule, gari zile zinazorudi tupu huwa zinabeba soya, sijui nini. Wasibebe chochote kinachohusiana na kilimo kuanzia next week Jumatano. Kwa nini sisi unga wetu wanauzuia? Sisi tuna comparative advantage kwenye mchele, tuna comparative advantage kwenye mahindi. Let us do that business. Nyinyi uzeni zabibu zenu, sisi tutauza mahindi yetu. Uzeni soya yenu, sisi tutapeleka mchele wetu kwenu. Too much politics. Malawi wakitufungulia, tutaruhusu chochote cha kwao kupita. Hatua hiyo imezua mjadala, huku Baraza la Kilimo likitoa maoni yao. Na mwaka jana nchi kama hizo za kusini zilipata shida sana ya chakula, na haya ni mambo ya kawaida, miaka yote huwa yanatokea, na yakitokea watu tunakaa tunaongea, tunajadili na tunapata mwafaka tu mzuri. Kuna watu wengi wa kwetu ambao wanalima mazao mbalimbali ambao masoko yao, hasa wafanyabiashara wadogo walikuwa wanapeleka mazao yao kwenda Malawi, wataathirika sana. Na pia na sisi tukishapiga marufuku utakuta wao bidhaa yao nyingi inatumika kwetu. Kwa hiyo wataathirika ni wananchi wa hizi nchi mbili. Tuendeleze na jitihada, tunazalisha ndio, tunaongeza tija kwenye uzalishaji ndio, lakini kama nchi tuendeleze ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kuendelea kufungua masoko na kuhakikisha kwamba bidhaa zetu zinapata masoko mbalimbali. Ili moja likifunga, basi tuna lingine ambalo sisi tuendelea kusupply. Mbali na wadau wa kilimo, mbunge wa Mbeya Vijijini Oran Manase Njeza, ambaye ni mkulima wa mahindi, na ameeleza kuhusu msimamo wa nchi hizo. Athari kubwa kwa sasa hivi ni kwamba soko litayumba, lakini litayumba kwa muda mfupi kwa sababu mvua mwaka huu hazikuwa nzuri sana. Bei sasa hivi ya vyakula, bei ya mahindi sasa hivi ukilinganisha na mwaka jana, bei ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kipindi kifupi bei zitayumba, lakini na imani kuwa bei zitastabilize na zitakuwa kubwa zaidi. Lakini Tanzania mara nyingi imekuwa ni chanzo muhimu cha mahindi kwa Malawi wakati wa matatizo ya ukosefu wa chakula. Rebecca Bembela, Azam News.